Moja ya uwanja ambao unatarajiwa kutumika katika mashindano ya AFCON unaojengwa kule Arusha umefikia 74% na bado asilimia chache tu mpaka kukamilika kwake. Lakini licha ya uwanja huu kujengwa na ukubwa wake, kumekuwa na maoni mbalimbali, maoni mseto ya wananchi wakisema kwamba kwa nini uwanja huu tena unajengwa na eneo la kukimbilia riadha, pasi na kujua sababu maalum kwa nini viwanja vingi vya serikali hujengwa na maeneo ya kukimbilia riadha. Sasa iko hivi, viwanja vingi vya serikali au vya kitaifa hujengwa kwa mtindo huu kwa sababu ya matumizi mbalimbali ya kimichezo, si mchezo wa mpira wa miguu peke yake, mchezo wa riadha, lakini pia hata matamasha mbalimbali ya kitaifa na kimataifa yanaweza kutumika katika uwanja huo bila uwanja wenyewe kupoteza ubora ama kupungua ubora wake kwa namna yoyote ile. Lakini si uwanja huo tu ambao unajengwa Arusha. Kuna viwanja kadhaa ambavyo pia vinaongezwa kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Nimefurahi kwa maendeleo ya kazi, tumefikia 83%, na nimefurahi kusikia kwamba mnafanya kazi usiku na mchana. Nimefurahi pia kusikia kwamba uwanja huu kufikia mwezi wa 8 kwa ndani hapa kila kitu kitakuwa kimekamilika, na kama ambavyo tumepita tumeona tumeanza kuotesha nyasi na kwamba mabomba, vitu vyote vya umeme vinaendelea kuwekwa, mapaa yanaendelea kupauliwa, lakini kikubwa ni kwamba vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya uwanja vipo aidha hapa, vingine viko Dar es Salaam na vingine vya mwisho vinakaribia kuletwa Tanzania. Kwa hiyo nimefurahi kwa kweli kwa maendeleo haya, na tuna uhakika kwamba kwa AFCON ya mwakani ambayo imetangazwa kwamba itakuwa mwezi wa 8, kwa hiyo sisi tutakuwa na mwaka mzima, kwa maana ya uwanja utakuwa umeshakamilika, na nimetoka kukagua barabara kwa ajili ya kuja AFCON, nazo zitakuwa zimekamilika mpaka kufika mwezi wa 5. Wakandarasi wako huko. Kwa hiyo ni wazi kwamba Tanzania tuko tayari kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha mkandarasi, hana shida ya fedha, malipo yanaendelea vizuri na kazi zinaendelea vizuri, na sisi tunachowaachia ni ile ahadi tuliyokubaliana kwamba kufika mwezi wa 8 basi uwanja wetu huo umekamilika, na naona jitihada hizo na naona wafanyakazi wanavyofanya kazi. Kwa hiyo tutahakikisha kama mkoa, basi zile changamoto ndogo ambazo mtakuwa mkikutana nazo, na sisi tunawapa support ili msiweze kuchelewa kukamilisha kazi kwa muda ambao umepangwa. Kwa hiyo uwanja huu utakuwa wa mfano, ni uwanja wa kisasa, na Watanzania watakuja kushuhudia kuona kwamba uwanja wetu wa Arusha ni wa aina gani. Kwa kweli ukianza kuelezea kwa namna ambavyo design yake na ambavyo umejengwa, kwa kweli ni una kivutio kabisa. Kwa hiyo nihitimishe kwa kusema kwamba tunafurahishwa na kazi zinazoendelea, na sitoacha kuja, muda wote tutakuja kuhakikisha kwamba tunasukuma kazi zinakwenda na tunakamilisha kwa uhakika. Main components have been completed and installed on stadium. And now we are installing the finishing items like doors, steel doors, wooden doors, and all the windows frames, and we are closing the false ceiling, okay, and we are proceeding the last phase of the completion. I'm quite sure you will enjoy what you will see. Okay. You have a unique stadium in Arusha. I will not say never done elsewhere, but a few similar design only on the big city, okay, because this design is something amazing, Okay. It's not a traditional structures, okay, because Arusha is unique city. Unique. This project, the time is very tight. Now we with Constant, Carola together support us. We together we can sure
we can complete the project on time. Okay.